Habari yako mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Katika usiku wa leo ni usiku wa kwanza kabisa katika simulizi yetu ambayo inaanza katika sehemu ya kwanza. Naomba ufuatilie mpaka katika sehemu ya mwisho. Simulizi yetu mabibi na mabwana itakwenda kwa jina la Zawadi ya Makaburini. Ni mzunguko mrefu mpendwa msikilizaji mpaka kuja kufika katika sehemu ya makaburi. Sote tunafahamu makaburini ni sehemu gani. Sasa inakuwaje kunatokea zawadi katika maeneo hayo? Ni simulizi kali kabisa, ni simulizi ya kijamii, ni simulizi inayogusa maisha yako msikilizaji. Itagusa maisha yako ya sasa na ya baadaye. Usikose hata sehemu moja kuanzia sasa mpaka katika sehemu ya mwisho. Kipindi hicho, miaka hiyo ya zamani, walikuwepo binadamu na waliishi mpendwa msikilizaji. Katika kipindi hicho dunia ilikuwa ni kubwa sana msikilizaji, na watu walikuwa wa aina mbalimbali, lakini mimi nitakwenda katika kijiji kimoja, nitakuonyesha maisha ya katika kijiji hicho, na baadaye nitakuonyesha maisha ya kwenye kijiji kingine. Kijiji ambacho nakwenda kukiangalia mpendwa msikilizaji ni kijiji ambacho katika simulizi yetu tutakipatia jina la kijiji cha Boye. Katika kijiji hicho tunaweza kuiangalia sasa familia ya mzee mmoja ambaye alijulikana zaidi katika jina la Izubanga Forese Makorome. Mzee Forese Izubanga Makorome ndiye tunakwenda kumwangalia katika simulizi yetu ya kwanza kabisa, akiwa ni mzee katika kipindi hicho, akiwa na familia ya takribani watoto 48. Kumbuka mpendwa msikilizaji, miaka hiyo ya zamani wazazi wetu, wazee wetu, mababu zetu walikuwa wanazaa kweli kweli. Msije nikasema watoto 48 ukashtuka mpendwa msikilizaji. Katika familia hii ya mzee Izubanga Forese Makorome, ni mzee ambaye alikuwa anaishi katika tamaduni za kifugaji mabibi na bwana. Alimiliki ng'ombe waliokuwa na idadi kubwa, alimiliki mashamba yaliokuwa na idadi kubwa, alimiliki maeneo yaliyokuwa wazi yakiwa pia katika idadi kubwa. Miongoni mwa watoto wake hao wote 48, tutakwenda sasa kwa kuanza kuangalia majukumu na michakato mizito kabisa ya familia ambayo ilianza kujitokeza, na migogoro ambayo ilianza kujitokeza kutoka kipindi hicho miaka ya zamani. Watoto wote 48 mpendwa msikilizaji, tutaanza kuwafunua mmoja baada ya mwingine panapowezekana, lakini kwa sasa nitamtaja sana kijana mmoja ambaye katika simulizi yetu anakwenda kwa jina la mtoto Makorome. Makorome mabibi na bwana, kumbuka kama ninavyokuambia, baba yake anaitwa Izubanga Forese Makorome. Ina maana Makorome ni jina la babu yake. Wakati mzee huyu anaendelea kuishi na familia yake mpendwa msikilizaji, aliendelea kuishi zile familia za kifugaji kama unavyozifahamu kabisa. Kama kawaida, ng'ombe walikuwa wengi pamoja na zile ndama tunaita enyana. Kwa kuwa kulikuwa na watoto wengi kama ninavyokuambia, basi mtoto Makorome ambaye tunaanza kumwona anachomoza katika sehemu ya kwanza, yeye alikuwa ni mtoto wa 45 miongoni mwa watoto wale 48. Ina maana ni watatu kutoka mwisho. Wadogo zake na Makorome walikuwa ni wadogo zaidi. Basi majukumu ya familia hii yalikuwa yamegawanywa sasa, lakini mtoto Makorome yeye ambaye ni mdogo kama tulivyomwona akiwa na takriban miaka 9, sasa tunamwangalia enzi hizo miaka hiyo. Yeye zoezi lake lilikuwa ni kuchunga ndama ambao walikuwa ni wadogo mpendwa msikilizaji. Na ndama kwa matajiri wa ng'ombe msikilizaji, ndama huwa wanagawiwa katika makundi matatu. Yaani kuanzia ndama wadogo kabisa ambao pengine wamezaliwa wiki moja mbili zilizopita, na wanafuata wale waliozaliwa labda mwezi mmoja miwili mitatu iliyopita, na wanafuata ndama wakubwa kidogo ambao pengine wana mwaka mmoja au umri mkubwa kidogo zaidi ya hapo. Makorome yeye alikuwa anachunga ndama ambao ni wadogo daraja la kwanza kabisa, kulingana na kwamba vindama hivi vidogo vyenyewe usumbufu wake huwa sio sana, hivyo lazima mtoto huyu achunge ndama hao. Mzee wetu mzee Forese Izubanga Makorome, baada ya kujiridhisha kwamba utajiri wake umekaa sawasawa kabisa mabibi na bwana, alianza kutumia fedha ambazo zilikuwepo tayari. Aliweza kuuza maziwa, aliweza kuuza mazao, kwa hiyo kila kitu kilikuwa safi salama usalimini. Akawa mnywaji wa pombe kama sehemu ya kujifariji katika maisha yake. Inasemekana mali hizo kuzipata mzee huyu mzee Izubanga, na yeye ilikuwa si katika mchezo, alizipata kwa tabu sana mpendwa msikilizaji. Hivyo baada ya kwamba amekaa nazo, ametulia sasa, zimekaa vizuri, ilibidi angalau apate namna ya kuwa anajisuza, anaumwagilia moyo.
Pindi alipokuwa hajanywa mzee Izubanga, ilikuwa afadhali kidogo mpendwa msikilizaji, lakini katika wasaa ambao alikuwa amelewa ilikuwa ni kasheshe kazirimbano katika familia nzima. Alipenda pia michezo ya wazee kama bao na vitu kama hivyo. Alipenda pia kwenda kutembea katika viji station ambavyo vilikuwepo katika kipindi hicho. Najaribu kukuonesha ni namna gani mzee huyu baada ya kwamba amezisotea mali kuja kuzikusanya namna ile akaanza kuzitumia. Fuatilia vizuri msikilizaji hapa katika dakika za mwanzo, ndipo utaweza kuelewa vizuri zaidi katika siku za usoni. Wakati anaendelea sasa kuishi na familia yake mzee Izubanga, baba Makorome, watoto wake wote hakuna aliyesoma shule hata mmoja, isipokuwa mtoto Makorome. Baada ya kufikisha umri wa miaka 9, hatuwezi kujua ni kitu gani kilimwingia yeye akatamani kusoma. Kumbuka enzi hizo shule zilikuwa ni katika nyakati za kikoroni, yani yale madarasa manne kama tulivyosikia wazee wetu wakitusimulia kwamba zamani madarasa na shule zilikuwa za kikoroni. Mtoto Makorome ndoto yake ikawa ni kusoma, mabibi na mabwana. Akajaribu kuwasilisha wazo lake kwa baba yake. Baba yake akamtukana sana, akamtusi katika hali ya kumuogopesha sana. Akamwambia, umekuaje wewe mtoto? Unawaza vitu gani? Tata nyenda nshome iwe lekasiwe. Unataka kusoma utafuta nini mwanangu? Nataka nisome baba. Unataka kusoma ili ufanye nini? Wanaosoma wanataka kuja kupata maisha mazuri. Wewe mwanangu una shida gani? Ng'ombe zaidi ya 8,000 ziko hapa nyumbani. Mashamba kila kitu kipo hapa vizuri. Unataka usome ili uje uweje? Hao wanaosoma unasikia wanasoma huko wanatandikwa viboko. Lengo lao ni kuja kudunduliza tu maisha katika mishahara ya kulipwa. Mwanangu, tulia Makorome. Yaani wewe katika wote wanangu 48 hawajasoma, wewe katoto tu kadogo unataka kuniletea urushengo. Utaandete la Kagwe. Usiniletee majanga. Makorome alikatishwa kabisa hoja yake na baba yake, lakini pamoja na maneno makali ya baba yake, Makorome bado aliendelea kumbembeleza baba kadri siku zilivyozidi kuendelea. Mama yake na Makorome alipogundua mtoto huyu kuna vitu vinavyomnyima amani, hakuwa na ujanja na namna gani ya kuweza kumtetea mtoto wake ili aweze kufanikisha. Baada alichokifanya mama ni kuendelea kukaa na mtoto wake angalau kwa kumfariji. Makorome aliendelea na zoezi la kuchunga ndama inyana daraja la kwanza kabisa vile vidogo, huku akiendelea kutafuta ni njia gani ataitumia kuweza kumshawishi baba yake mzee Izubanga aweze kuona kama atampeleka shule enzi hizo, lakini bado ilikuwa ngumu. Mtoto Makorome katika zile sehemu za kwenda kuchungia ndama, mpendwa msikilizaji, machungio ya ng'ombe yalikuwa yanapatikana katika mapori na misitu mizito. Huko mtoto huyu alipata suruba za aina mbalimbali kwa sababu ni mtoto mdogo na anachunga vindama vingi sana msikilizaji. Hivyo usidhani kama katika zoezi la kuchunga lilikuwa ni lele mama. Bado ilikuwa ni shughuli ngumu. Basi katika kuendelea kuchunga vindama hivyo msikilizaji, kama tunavyojua msikilizaji kwamba wanaochunga wakati mwingine hukutanisha mifugo na wachungaji wenzao, na yeye mtoto Makorome huko katika machungio ya vindama hivyo alikuwa anakutana na watoto wenzie ambao walikuwa bado vile vile ni watoto wadogo. Mojawapo ya watoto waliokutana nao katika machungo, mabibi na mabwana, alikuwa ni mtoto mmoja ambaye jina lake yeye alicheza kama Chariose. Usiniulize majina hayo ni ya kabila gani, na usiniulize ni katika maeneo gani, mabibi na bwana. Nakupa kwanza picha katika sehemu ya mwanzo. Kumbuka ni katika nchi ya Tanzania. Kijiji cha kwanza kabisa ambacho anaishi mzee wetu, kama nilivyokudokeza msikilizaji, kinaitwa kijiji cha Boye, anachoishi mzee Izubanga Faros Makorome. Chariose, mabibi na mabwana, na alikuwa ni mtoto mdogo. Yeye sasa mtoto huyu Chariose akiwa anachunga vundama na watoto wenzie, alikuwa mcheshi na mtundu kweli kweli. Alikuwa ni mwenye maneno mengi, lakini bado vile vile alikuwa na visimulizi vidogo. Kule katika machungio, mtoto Chariose aligeuka kama mfariji wa watoto wote, na watoto wote walimpenda sana Chariose kulingana na utaalamu wa maneno yake mazuri pamoja na simulizi mbalimbali. Chariose alikuwa na utaalamu wa kusimulia simulizi mbalimbali. Simulizi alizokuwa akizisimulia mtoto huyu Chariose kwa watoto wenzie zilikuwa ni simulizi ambazo zililenga kuwatia moyo watoto, lakini pia zilikuwa ni simulizi ambazo zilionyesha ushindi wa watoto. Simulizi zilikuwa za aina mbalimbali.
walikuwa wameketi katika mti mmoja mzuri tu. Chariose akaanza kufanya mambo, msikilizaji. Simulizi ilinoga sana. Alianza kuwasimulia. Mnataka tena niwasimulie tena nyingine? Tunataka utusimulie Chariose. Sisi simulizi zako tunazipenda na zinaonekana kabisa zinaweza zikatusaidia sisi katika maisha yetu ya baadaye. Haya basi mkae hapo mtulie. Hapo zamani za kale, katika kijiji cha Magunye kulitokea janga kubwa. Ghafla kulitokea kidude ambacho kilikuwa na vichwa takribani 100. Katika kidude hicho wanakijiji walikiita Shingwengwe. Kidude hiki cha maajabu kilikuwa ni kama mtu, lakini kilikuwa kimesheheni vichwa takribani 100. Kila kichwa kilikuwa kinaweza kuwa na macho na mdomo. Jamani Chariose, mbona unaanza kutuogopesha sasa? Sisi tupo msituni. Kumbuka wakati Chariose anatiririsha simulizi hii nzito ya kutisha, mabibi na bwana, ndama waliendelea kwenda ukurisa katika kuharibu mazao ya watu. Basi katika jitu hilo la Shingwengwe lilianza kuwameza wananchi mmoja baada ya mwingine, na pindi lilipowameza Shingwengwe wananchi, lilikwenda kuwatapika katika bwawa moja lililokuwa ni bwawa lenye asali. Bwawa hilo lilikuwa na maji matamu sana. Duda hili likawa tishio katika kijiji hicho, na wananchi waliendelea kupambana ili kuweza kuona namna gani wanaweza wakaliangamiza dudu hilo, lakini ilishindikana kabisa. Mababa pamoja na watemi na kina mama waliokuwa na silaha mbalimbali walijaribu kupambana na jitu hili, lakini hawakuwa. Jamani Chariose, vipi, lilikuwa linameza na watoto? Nakwambia jitu hili lilikuwa linameza mpaka vitoto vidogo kama wewe hapo Makorome. Lilikuwa linaweza kukumeza mzima kabisa, linakutapika kule katika lile ziwa lenye asali. Endelea. Kumbuka ndama wanasonga katika kuharibu mazao ya watu. Katika kijiji hicho cha Igunye, baada ya kuonekana jitu hili linashindikana, alitokea mtoto mmoja alikuwa na umri kama wa kwetu. Mtoto huyu jasiri alikuwa na neema ambazo zilikuwa ni automatic. Mtoto huyu mdogo alikuwa na baba na mama yake. Yeye alijaribu kuwahoji wazazi wake kwamba ina maana jitu hili Shingwengwe limeshindikana kabisa kuuawa. Wazazi wakamwambia, wewe katoto, acha kuhoji masuala ya Shingwengwe, wewe bado mtoto mdogo. Hata tu kukumeza Shingwengwe haliwezi kukumeza, yani katoto kama wewe ni kama usumbufu tu. Ukigusa habari za Shingwengwe ni sawa na kuzungumzia popo bawa. Mniache niwaulize, kwa hiyo Shingwengwe linakuwa liko wapi? Kwa hiyo Shingwengwe mnavolichoma mikuki linakuaje? Na kuambia hivi, ni jitu lililo kofi, limekomaa kabisa, lina magamba, lina vichwa takribani 100. Kwa hiyo hata unapochoma mkuki hauzami, lina zile mkuki proof. Mkuki proof ni kitu unachoma haiingii kabisa. Hata wamejaribu kwenda na shoka kuliwinda, angalau kukata kichwa kimoja. Ukikata kichwa hakitoki, kinaning'inia na baadaye kinaanza kujirudisha tena. Chariose anaendelea kuwasimulia. Simulizi imenoga, msikilizaji. Watoto wanataka kujua, watu waliokuwa wanamezwa na Shingwengwe wanakwenda kutapikwa katika ziwa lenye bwawa lenye asali. Ilikuwaje? Walikuwa wanatapikwa wazima au walikuwa wameshakufa tayari? Mtoto Chariose, mtaalamu wa simulizi, aliendelea kutiririsha akiwa amewakalisha na kuwafunga midomo na masikio watoto wenzake. Wametoa macho kama vikonkome, wametulia tuli, wala wakumbuki ndama walipo. Basi endelea Chariose. Basi alitokea mtoto huyo mmoja aliyehoji wazazi wake. Wazazi wakamuelewesha kabisa kwamba Shingwengwe ni lidude ambalo yani hata ungelichoma na nini haliwezi kufa, wala kidude hakiwezi kuingia. Mtoto huyu aliyekuwa na hoji wazazi wake
katoto kaliamua kenyewe kutafuta mbinu. Siku moja kalianza kutembea kwenda kutafuta mbinu ya kuweza kukomboa kijiji hiki. Maana tayari katika wakati huo Shimwengwe alikuwa anamalizia wananchi wa mwisho ikiwa ni pamoja na wazazi wake yule kijana. Mtoto alivyoona Shimwengwe jitu hili limeshindikana, alianza kutafuta mbinu na kusafiri kuelekea katika sehemu za mbali. Mtoto siku moja akiwa anatembea katikati ya msitu, aliwaza atembee huko akatafute namna ya kuweza kusaidia kijiji chake. Wakati anatembea mtoto huyo alifika sehemu kulikuwa na kajumba ka ajabu, lakini ndani kulionekana kama kuna moshi unaendelea. Means kwamba kulionekana kuna hali ya mtu anaishi mle. Mtoto yule mdogo alisogea katika kinyumba hicho. Kulikuwa na kabibi kizee, ambako kabibi kizee haka akakumbuki mara ya mwisho kalioga lini, au kama kanafahamu hata kama kuna maji ya kuoga. Kabibi kalikuwa kananuka na mwili mzima kalikuwa, jamani unatuogopesha. Kabibi kalikuwa na macho mekundu. Basi mtoto huyu alipofika pale akazungumza na bibi. Baada ya kumsalimia kwa heshima kubwa, wakati akiwa anamsaidia kuchochea kuni na kuchochea chakula pamoja na kupasua vukuni vidogo vilivyokuwa vuko pale, mtoto kwa ujasiri hakumwogopa bibi kizee. Bibi alikuwa na chawa mwili mzima na alikuwa na ukurutu. Bibi alishangaa kabisa, mtoto huyu jasiri ametokea wapi? Ndipo katika mazungumzo ya baadaye katoto kakawa kamemweleza bibi kwamba, bibi, sisi katika kijiji chetu limetokea jitu lenye vichwa 8. Bibi akacheka sana. Shimwengwe huyo alikuwa kwenye kijiji hichi cha kwetu huku, mimi nikamtoa baru. Mtoto baada ya kusikia bibi ndiye aliyemtoa baru yule Shimwengwe, akaanza kuona hapa sasa nakwenda kufanikiwa namna ya kuwakomboa wananchi katika kijiji changu cha Igugunye. Katoto kaliweza kumwomba bibi angalau aweze kutoa msaada, akapatia utaalamu wa namna gani ya kwenda kumwangamiza Shimwengwe. Kwa kuwa bibi huyo alikuwa katikati ya msitu, hali ilikuwa sio shwari katika maeneo hayo. Sasa kwa sababu umefika hapa mjukuu wangu, kwanza na kuomba unikune mgongoni na washa. Mtoto alipewa mtihani wa kumkuna bibi huyu mgongoni. Katoto kanawasimulia simulizi ya mtoto mwenzao ambayo ilinoga na imenoga kweli kweli. Wakati mtoto amekubali kumkuna bibi mgongoni, kule mgongoni wakati anakuna, ndani ya ukurutu huo mabibi na bwana kulitokea sindano. Mtoto kamwe, bibi, imedondoka sindano. Hiyo sasa ichukue hiyo. Waberwa mwana wange, waberwa. Katikati ya ukurutu kulitokea sindano. Kwambia bibi ananuka, msikilizaji, na anachawa mwili mzima. Mtoto baada ya kumkuna bibi, alipotoa ile sindano bibi akaacha kuwasha. Sasa hatujui kama kweli bibi alikuwa anawasha au zilikuwa ni mbinu za kuweza kupima mtoto huyu kama ana zile baraka za kuweza kupata sindano. Ungeweza kumkuna bibi huyu mgongoni na usipate kitu, msikilizaji. Sasa mjukuu wangu, mwanangu, umepata sindano hii. Sasa nakupa maelekezo. Sikiliza vizuri sana ukakomboe kijiji chenyu. Ninakusikiliza vizuri bibi. Bibi akaanza kutoa maelekezo, mpendwa msikilizaji. Maelekezo yalikuwa marefu na ni silent scene. Tunajaribu kumuona bibi hapa anatoa maelekezo magumu na mtoto ametulia kabisa, ametoa masikio. Baada ya muda, mpendwa msikilizaji, bibi ilionekana kama amekamilisha maelekezo yake. Sasa akamwambia kijana, nenda ukafanye hivyo nilivyokuelekeza. Kila laheri mtoto. Nenda
Ukimaliza kupambana ukafanikiwa urudi hapa, najua unakwenda kushinda. Vipi watoto wenzangu, niendelea kusimulia au endelea? Hawakumbuki ndama ziko wapi. Basi katoto wako kalivyotoka kule kwa bibi, kakaja mpaka kwenye kile kijiji, kakafuata maelekezo kaliokuwa kamepewa. Kakaenda kakauchukua ule mchanga wa katika lile bwawa lenye asari, kakawa kanatembea nao mfukoni pamoja kamechanganya na ile sindano. Siku moja Shimwemwe alikuja tena kumeza watu wa kwenye kijiji chao kama ilivyokuwa itikadi na desturi yake. Katika awamu hii katoto kalikuwa kamepewa maelekezo. Duda lilipokuja lenye vichwa 100 na kweli lilianza kumeza wananchi mmoja baada ya mwingine. Jamani. Lilikuwa linameza wazima au lilikuwa nakwambia lilikuwa linameza mzima, linameza kama linameza bugobya. Katoto kalikuwa kamepewa maelekezo kwamba lijitu litakapokuwa limekuja kachukua mchanga huo kajimwagie kichwani katikati ya utosi kabisa mchanga huo, tayari kaweze kumsogelea Shimwemwe. Katika siku hii wananchi walikuwa wamejidhatiti pia, ikawa ni vita kubwa baina ya Shimwemwe na wananchi. Wananchi waliendelea kumshambulia Shimwemwe, lakini bidii zao hazikuweza kuzaa maembe. Mpaka wananchi wakaanza kuzidiwa kabisa, ndipo katoto haka kakapaza sauti kakawaambia, mnisikilize mimi hapa, mniachie huyo Shimwemwe, mniachie mimi peke yangu. Wananchi waliokuwa katika vita hiyo wakageuka, nani anazungumza tumwachie Shimwemwe yeye peke yake? Sisi tuko hapa, ameshatutoa jasho. Shimwemwe ameshatutoa jasho mpaka jasho linalotokaga sehemu za siri, lile jasho linaloitwa kamshange. Yeye anasema apambane na Shimwemwe yeye peke yake. Wakageuka. Ndipo bwana mdogo Kadogo akachomoza katikati ya umati wa watu. Shimwemwe alikuwa mbele yao. Mtoto akasogea akamsogelea Shimwemwe. Shimwemwe akatoka. Vichwa takriban 100 vyote vikaanza kujirambalamba vilipoona katoto kadogo. Shimwemwe alikuwa na mikono pia iliyokuwa takriban 100, vichwa 100 na mikono 100. Mikono yote ilielekea kumkamata mtoto huyu mdogo. Katoto kalivotaka kukamatwa hivi kakatoa ule mchanga kakashikilia mkononi. Shimwemwe akakashika yule Shimwemwe, lakini alipokashika basi yeye hakukafanya kitu, na badala yake kalitoa ile sindano kaliokuwa kametoa kule kwa bibi, kakamchoma kwenye kichwa kilichokuwa kimoja wapo. Kile kichwa kilikuwa kikubwa, kilikuwa na macho takriban 8. Pale katoto ndipo kakachoma ile sindano. Baada ya kwamba kamechoma, Shimwemwe alidondoka chini na kuanza kulalamika sana. Wakati analalamika, Shimwemwe akaanza kutapika watu ambao walikuwa wameshawameza katika muda huo. Baada ya hapo katoto hako kakamuongoza Shimwemwe mpaka katika lile bwawa ambalo alikuwa anameza watu na kuja kuwatapika mle. Ni baada ya kuwatapika wale aliokuwa amewameza katika siku hiyo. Walikuwa wanatapikwa, wengine walikuwa wazima, wengine walikuwa wanatoka wameshakuwa walemavu wa viungo. Katoto kakamuongoza Shimwemwe huyo kwa miujiza mpaka kwenye lile bwawa. Kalipofika kwenye bwawa kakamfanyia maswala, kakamwamuru atoe watu wote waliomo katika bwawa. Watu waliokuwemo katika bwawa walitoka wakiwa wazima, japo walikuwa wamepoteza network, yani fahamu. Walikuwa hawajui ni saa ngapi, ni wapi walipo na kadhalika. Walikuwa wameshapoteza kabisa, maana waliwekwa katika bwawa hilo kipindi kirefu kilichopita. Wakati katoto kamemaliza zoezi hilo la kuwakomboa watu waliokuwa kule katika bwawa, kalikuja nao sasa kanawaleta katika wananchi wa kawaida. Kumbuka wakati kanakwenda na Shimwemwe kaliwaambia wananchi, msinifuate. Wananchi walijua tayari katoto kameenda kumalizwa na Shimwemwe.
Ghafla wananchi walisikia katoto kanaimba, mayo mayo na bola galeshi ngwengwe kulanga shobola galeshi ngwengwe, mayo na bola galeshi ngwengwe. Watoto walisikia wimbo huo, wimbo ambao ulikuwa unaashiria ushindi, kwamba mtoto amemaliza, ameliua lishingwengwe. Kumbuka baada ya kwamba limemaliza kutoa watu wote walioko mule, katoto kaliliangamiza kabisa na lile ziwa likawaka moto. Kwa maelekezo kaliokuwa kamepewa na bibi, lile jitu lilidumbukia kwenye bwawa lile la asali na bwawa zima likawaka moto. Ukawa ni mwisho kabisa wa Shingwengwe, hawezi kutokea tena katika dunia. Ndipo mtoto akaja naimba nyimbo hizo za ushindi. Wananchi wakasikia katoto kanaimba. Walipoangalia nyuma, waliona katoto kanakuja na kundi kubwa la watu. Wananchi waliendelea kuwafahamu ndugu zao, waliendelea kuwafahamu maskini wa Mungu. Oya homami wane. Jamani, oya ujue pale ni mume wangu. Wakina dada, wakina mama walifahamu waume zao waliokuwa wamemezwa na Shingwengwe kipindi kirefu kilichopita. Kila mmoja alichukua mume wake na kila mmoja alichukua mke wake, na aliyekuwa hajaoa na kuolewa alikwenda makwao. Simulizi yangu imeishia hapo. Jamani, simulizi nzuri sana. Wanakuja kushtuka hivi, ndama hazipo msikilizaji. Ndama kumbe zilikwenda, mpendwa msikilizaji, mpaka zikaharibu mazao ya mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mzee Mbile. Mzee Mbile alikuwa ni moto wa kuotea mbali, alitaka kujua ndama hao ni wa nani. Kwa hiyo kule aliendelea kuwachunga akisubiria mwenye ndama angetokeza tu, mpendwa msikilizaji. Mzee Mbile baadaye aliona vitoto vinakuja. Watoto walivyoona Mzee Mbile amekamata ndama zao, walijua tayari gwayaka. Mzee Mbile alianza kula na kuambia, mje mmevua kabisa, yani nataka makaria hayo niatandike. Mnakuja kuchunga, mnakaa kucheza michezo huko porini, hatima yake mimi nimepata hasara. Mje moja kwa moja na viboko, kila mmoja aje na kiboko. Mtoto Makorome pamoja na Chariose waliokuwa wamekaa katika ile hadithi, watoto wote msikilizaji, kipindi hicho cha zamani ungeweza kutandikwa na mtu mkubwa, na nyumbani pia ungeweza kutandikwa. Na ole wako mtu mkubwa yoyote yule umefanya kosa atake kukutandika ukimbie, na aje atoe taarifa kwenu kwamba nilitaka kumtandika akakimbia. Watoto hawa walilifahamu hilo. Ina maana walimsogelea Mzee Mbile. Mzee Mbile alianza kucharaza watoto msikilizaji kama hana akili nzuri. Tandika viboko. Watoto vikaenda vimebanduka makalio. Watoto baada ya kufika nyumbani, sasa mtoto Makorome ambaye ndio tunamwangalia zaidi, baada ya kufika nyumbani kwa Mzee Izubanga baba yake, wakati wanakula mtoto alikuwa anakaa hivi tako moja. Mtoto kumbe kalio moja limechanwa kiboko. Mtoto Makorome hakutoa taarifa kabisa, vile viboko vyote aliungua navyo ndani kwa ndani msikilizaji. Lakini kumbe Mzee Mbile alifuatilia watoto mmoja baada ya mwingine kwenye familia zao. Kesho yake alfajiri na mapema, Mzee Mbile akafika moja kwa moja kwa Mzee Izubanga. Ndipo akatoa taarifa full information. Watoto hawa walisema kwamba hawakusema Mzee Mbile, wewe niambie, kwani watoto nakwambia walikaa huko masaa mengi, ndama walikula mazao yangu, niliwatandika kwa kweli. Mzee Izubanga baba yake na Makorome alijawa hasira, kama nilivyokuambia ni mzee ambaye alikuwa na hasira nyingi. Akaunganisha na lile swala la kwamba katoto kanataka kusoma. Akajua pengine kalikuwa kameketi kwenye miti huko, labda kanajifundisha masuala ya kusoma na watoto wenzake. Akakamata akakashikia shingoni. Tandika akapiga katoto. Makorome akatandikwa msikilizaji. Yote haya ni madharuba anayapitia mtoto Makorome. Kumbuka ni miaka ya zamani, simulizi yetu inakwenda itasogea mpaka tutamuona Mzee Makorome akiwa ni baba mtu mzima
sasa. Basi misukosuko kama hiyo, mpendwa msikilizaji, ilikuwepo kwa mtoto Makorome, lakini wametandikwa kwa sababu ya utamu wa simulizi za yule kijana mtoto mwenzao. Simulizi yetu, mpendwa msikilizaji, inatuonyesha sasa katika kijiji kingine, katika kijiji cha Mataraguye. Kijiji hichi cha Mataraguye, mabibi na bwana, huko pia tunamuona mzee mmoja, yeye alikuwa anaitwa mzee Saa Kumi. Kwa hiyo nitakuwa nakupeleka matukio katika kijiji cha Boye ambacho ni huko kuna mzee Izubanga Faros Makorome, na nitakupeleka katika kijiji cha Mataraguye ambako yeye huko kuna mzee Saa Kumi. Mzee huyu Saa Kumi, mabibi na bwana, katika kijiji cha Mataraguye. Kumbuka msikizaji, zamani, yani kutoka kijiji kimoja kwenda kingine, alikuwa mbali kinyama. Kwa hiyo naposema kijiji cha Mataraguye kilikuwa ni mwendo fulani mrefu kidogo. Katika kijiji cha Mataraguye kulikuwa na mzee huyo hapa, yeye amecheza katika simulizi yetu kwa jina la mzee Saa Kumi. Kwa nini anaitwa Saa Kumi? Endelea kufuatilia. Katika kijiji cha Mataraguye, mzee huyu Saa Kumi, yeye alijizolea umaarufu, mpendwa msikilizaji, katika kuwakalisha wananchi wa maeneo hayo kwa stori za ucheshi, utamu wa simulizi na mambo mengine na machezo ya kila aina, mpendwa msikilizaji. Kumbuka mnasikiliza simulizi inaitwa Zawadi ya Makaburini. Mtunzi ni Christopher Maganga. Mzee Saa Kumi, msikilizaji, alikuwa ni mtu mcheshi, stori nyingi, maneno mengi, lakini bado pia sasa alikuwa ni mtaalamu wa simulizi. Katika kuangalia msikilizaji, katika familia hiyo, kumbe tunamkuta mtoto Chariose, kumbe ni mjukuu katika familia ya mzee Saa Kumi. Siku zote huwezi kupanda nyanya ikaota bangi, ukipanda bangi inaota bangi. Ina maana mtoto huyu kwa sababu ni mjukuu wa mzee Saa Kumi, na nimekuambia mzee Saa Kumi ni mtaalamu wa simulizi, anakalisha wazee. Ina maana ni uzao wake mzee Saa Kumi. Kumbe katoto Chariose karibu na uwezo wa kusimulia kule kwa watoto wenzake, kumbe uwezo wa masimulizi kana utoa kwa babu yake. Mzee Saa Kumi, mpendwa msikilizaji, yeye alikuwa anaishi katika kijiji hicho cha Mataraguye, na shughuli zake zilikuwa shughuli mbalimbali tu, ikiwa ni pamoja na shughuli za sanaa ya mikono. Aliweza kutengeneza vitu mbalimbali, aliweza kuchonga vitu mbalimbali. Yeye alichonga yale mabao na wananchi walikuja kuchukua pale kwa huyo mzee na kwenda kutumia kama burudani. Aliweza kutengeneza vitu pia vinaitwa kalimba. Kalimba, mpendwa msikilizaji, ni zana ya burudani ambayo ilitumiwa na watu wa zamani zaidi ya karne zilizopita. Alikuwa na ufundi wa kutengeneza vitu kama hivyo. Sasa hakuishia kwenye ufundi tu, vile vile mzee Saa Kumi alikuwa anaweza kuvicharaza vifaa hivyo vya burudani barabara kabisa. Akikupigia kalimba na kuambia hivi, utasikia utamu, utasikia kabisa kwamba kalimba inapenya moja kwa moja katika moyo wako. Alikuwa na uwezo pia kutengeneza zeze. Zeze, mabibi na bwana, kwa ambao hamuifahamu na ambao hamfahamu kalimba, siwezi kutumia muda kukufafanulia kalimba ni kitu gani au zeze ni kitu gani. Wewe kaa ukijua zilikuwa ni zana za burudani ambazo zilitumiwa na wazee wetu wa miaka ya zamani. Tunzi ni Christopher Maganga wa simulizi hii, anayeweka maneno ya Saa Kumi, msikilizaji. Baada ya kwamba amekuwa mashuhuri sana katika kijiji chake, taarifa ziliendelea kuvuka hata katika vijiji vya ng'ambo. Ina maana waliokuwa wanakuja pale jioni kupata masimulizi na waliokuwa wanakuja pale kusikiliza akiwa na charaza kalimba walikuwa ni watu sio wa kijiji chake tu. Wengine walitokea vijiji vya ng'ambo kuja kupata burudani hizo, mabibi na mabwana. Akaendelea kujizorea umaarufu na kuenea katika vijiji mbalimbali. Endelea kujua hivyo, msikilizaji, kwa mzee Saa Kumi. Alichokifanya mzee Saa Kumi, msikilizaji, alitenga siku maalum kwa ajili ya simulizi ambazo zilikuwa zinahusu wazee tu. Ina maana waliopaswa kuketi naye katika kigoda walikuwa ni wazee tu katika siku fulani, na katika siku nyingine simulizi zilikuwa zinalenga vijana tu. Ina maana alihitaji siku hiyo ilikuwa ni ya vijana peke yao. Aliweka ratiba nzuri kabisa. Katika siku ya wazee, ambapo ilikuwa ni siku ya wazee, yani kupata simulizi zao, mzee Saa Kumi aliyekuwa mtaalamu, msikilizaji, alikuwa yani kikongwe, mtaalamu mwenye kipaji cha kutunga simulizi, aliweza kudesign simulizi mbalimbali, na katika nyakati akiwa na wazee
alisimulia hadithi zilizokuwa zinalenga kuwatia moyo wazee, kwanza hata ule moyo wa kufa. Kumbuka msikilizaji, ukizeeka unakuwa unaona kabisa kaburi lako lile pale. Kwa hiyo zilikuwa simulizi ambazo zililenga kuwatia moyo wazee kwamba bwana, hufi leo. Lakini bado simulizi pia zililenga machifu, zililengwa watemi, zililenga wanangwa katika kipindi hicho, mabibi na mabwana. Simulizi zilikuwa tamu sana kwa sababu ziligusa moja kwa moja maisha ya wazee. Wazee walizidi kumpenda mzee Saa Kumi. Ilipofika katika nyakati za au siku ile ya vijana tu wa kike na wa kiume, simulizi za mzee Saa Kumi zilikuwa zinalenga namna gani vijana majasiri walivyopambana katika miaka ya zamani. Simulizi kama za vijana walioua simba zilisimuliwa pale, mpendwa msikilizaji. Namna gani kijana alivyotaka kuoa na akatumwa kwanza akalete baadhi ya mambo mazito ndipo aweze kupewa mke. Zote hizo zilikuwa ni miongoni mwa simulizi, mpendwa msikilizaji. Sasa siwezi kukuambia simulizi alisimulia hivi, alisimulia hii. Kwa kifupi, kama ukijua simulizi za vijana zilikuwa tamu sana. Yaani nakwambia, kama ungekuwa na kijana mwenye takriban miaka 18, 19, angeweza kufanya kazi zake katika siku yao ya simulizi, angeweza kufanya shughuli hizo kwa ubora kabisa ili Saa Kumi akwende katika kupata simulizi. Kumbuka msikilizaji, mzee huyu Saa Kumi, pamoja na kwamba pengine jina lake lina sababu zingine, lakini pia na yeye mwenyewe katika kudumisha jina lake aliutenga muda wa kila siku kila Saa Kumi. Yaani Saa Kumi ndio ilikuwa ni siku ya wazee kupata simulizi zao, na katika siku ya vijana nayo vile vile ilikuwa ni muda wa Saa Kumi. Kwa hiyo tayari kabisa ndio maana wananchi wakamuita mzee Saa Kumi. Vipi bwana, nogiankai waitu na kwenda kwa mzee Saa Kumi. Majina ya utani, mabibi na mabwana, wakati mwingine huanza taratibu, lakini baadaye hupenya kabisa katika nyoyo za watu. Hata mtangazaji wetu kikongwe alianza kama utani tu kujiita jina la Babalavu, lakini taratibu lilipenya na kuzama kabisa katika mioyo za watu. Na yeye mzee Saa Kumi namna hiyo, watu walianza hivyo hivyo tu. Unakwenda wapi? Nakwenda kwa mzee Saa Kumi. Hata kama ilikuwa sio siku ya Saa Kumi, basi alijulikana kama mzee Saa Kumi. Mpendwa msikilizaji, ndugu yangu mpendwa, wakati mzee Saa Kumi anaendelea kutikisa kijiji na vijiji vya jirani, ni kurudisha huku nyumbani kwa mzee Izubanga Farose Makorome. Katika familia ya mzee Izubanga Farose Makorome alikuwa na watoto, kama nilivyokuambia, alikuwa ni takriban watoto 48. Mtoto mkubwa wa familia hii ambaye katika simulizi yetu atacheza kwa jina la Mapanga. Kwanza jina tu ni hatari, Mapanga. Kijana huyo ambaye ni mkubwa kabisa katika watoto wote, msikilizaji, baada ya kwamba amelelewa na baba yake huyo mzee Izubanga, Mapanga alikuwa mkorofi, msikilizaji. Matukio kama ya kupiga watoto wenzake, hata kama ni enzi, yani alianza utundu. Mapanga alianza utundu toka akiwa mtoto mdogo. Ina maana tunamwangalia akiwa ni mkubwa, kwa sababu ni mtoto mkubwa wa familia. Tunamwangalia akiwa ni baba mtu mzima kabisa, tena karibu babu kabisa, lakini bado ni moto wa kuotea mbali. Mapanga alijenga mazoea na makundi yaliyokuwa makundi ya mauaji, makundi ya kikatili, makundi ya wizi, mabibi na mabwana. Hakutosheka na mali za baba yake, sijui kwa nini, mpaka akaungana na makundi hayo. Kwa hiyo tunapomwangalia baba huyu Mapanga, sio mtu wa kawaida, msikilizaji. Kwanza hata body structure, kwa maana ya mwili wake, ukiangalia kipindi hicho hizi nondo hazikuwepo, hizi gym mnaita gym, kubeba ukajaza kifua hazikuwepo, lakini automatic Mapanga yeye alikuwa amejazia, alikuwa na mwili wake tu wa kipaji tu. Yaani ukimwangalia hivi, mama nyabo, utajiuliza ni mtu huyu. Kumbuka binadamu wa zamani, msikilizaji, walikuwaga warefu kuliko sisi. Yaani sisi tunavyozidi kwenda, miaka inavyozidi kusogea, ndivyo tunavyozidi kuwa wafupi. Mtanisaidia mliosoma vitabu vya Mungu kwamba Adamu alikuwa na urefu wa futi ngapi? Sina kumbukumbu nzuri, lakini inasemekana alikuwa na urefu wa futi sijui futi ngapi, na aliishi zaidi ya miaka 900. Kwa hiyo watu wa zamani, msikilizaji, walikuwa wanaishi muda mrefu, lakini pia walikuwa ni mapande ya binadamu. Kwa hiyo Mapanga ni Mapanga hasa. Mpendwa msikilizaji, ndugu yangu mpendwa, baba huyu
mapanga. Kama nilivyokudokeza, na makundi ya mauaji, makundi ya wizi, mabibi na mabwana, yani hatari. Siku moja aliingiwa wazo, anataka zile mali za baba yake waweze kugawanywa watoto. Alimkarisha baba yake mzee Zubanga, aliitisha kikao cha watoto wote, sijui wa mke wa nani, sijui wa mke mdogo, sijui wa mke wa kambo, wote wakaitwa pale. Takribani watoto 48 katika siku hiyo, wote walihudhuria kikao. Ndipo mapanga akaweka hoja yake, baba we, nakusikia mapanga mwanangu, mimi nilikuzaa sikukuita mapanga, lakini nashangaa ghafla tu unasikia unaitwa mapanga. Haya mapanga, karibu mwanangu, utundu wako na ushenzi wako mwanangu ndio mimi unanifanya niwe mbali na wewe. Omwana tagambage naishe taku manyabiri nye ishenkuru ye abisigire, lakini wewe hutaki kabisa kuongea na mimi. Baba yako nilizaa mtoto wa kwanza nikajua nimepata mwanaume kama mimi wa kunikomboa, lakini umekuwa mshenzi wewe mapanga. Tata Nonjuma, hapana mwanangu, kwanza sijajua ajenda yako ni ipi ya kwenye kikao hiki. Samahani kwa sababu yani mimi nikikuangalia hapo nasikia uchungu moja kwa moja mwanangu, vile ambavyo sasa hivi uko mshenzi. Sasa baba, unisikilize basi. Ujue kunizaa sio tatizo. Yani ungechelewa na mimi nikawahi kuoa, ningekuzaa. Yani ulichoniwahi ni kwamba wewe uliwahi tu kufanyaje? Uliwahi kuoa. Lakini sasa hivi sasa mimi na watoto wakubwa tu. Wana ndevu kama wewe, wana vinywereo kama vya kwako. Kijana mapanga anaanza kushusha maneno machafu kwa baba yake. Atapata laana huyu. Mzee Zubanga akamwambia, bwana mapanga, umetuita hapa familia nzima, umesema una agenda, unasemaje? Baba, mimi agenda yangu tofauti na hayo ambayo umeanza kunipa kama misumari. Agenda yangu mimi baba, nataka tugawane mali. Utogawanye watoto, maana naona unaanza kuzeeka na kufa. Unasemaje? Nataka tugawane mali, tugawanye sote watoto wote, zote, ubakize suruali tu na mkeo. Mzee Zubanga akasema, yani wewe mtoto unanipangia mimi kuwagawanya nyinyi mali, mnajua nilizitoa wapi? Kumbuka mpendwa msikilizaji, nimekuambia kabisa kwamba Mzee Zubanga Faros Makorome, mali alizonazo hizo ambazo kwa kweli yuko radhi angalau azinywe, kama anavyokunywa kidogo ka soda na lewa, angalau kwa sababu inasemekana alizisotea sana. Sasa tazama, leo hii watoto wanasema wazipige panga kingali bado hai. Zakawasha akasema, mtiko basa, siwezi kabisa kugawa mali zangu, na tena yani kama mkinifanyia hivyo ndio kabisa mtanichanganya kabisa. Kama nilivyokuambia, watoto walikuwa takriban 48 msikizaji. Unafikiri mtoto mapanga alikuwa peke yake? Kulitokea watu wengine, yani watoto wengine walitokea wengine kama 2 watatu. Wakamwambia, wewe mzee, alichosema kaka mimi naona yuko sawa. Sasa ng'ombe 8,000, yani wewe unataka sasa baadaye iweje? Tumezichunga sasa hapa inatakiwa kuzigawana. Mapanga mimi na kuunga mguu. Yeye huyu kijana sisi ndio alikuwa anatoka Mabange, Nuruma Yemu. Mabange pamoja na mapanga wakaunga hoja ya mshikaji, na wengine 2 watatu wakaunga hoja. Katika watoto 48 msikizaji, likavunjika, yani ikameguka ya makundi mawili. Kundi la kwanza linalosema baba, sio vizuri kumtaka agawanye mali, akingali bado yuko hai na bado ana nguvu kabisa. Mnawahi nini jamani? Kumbuka msikilizaji, unasikiliza ni simulizi nzuri kabisa kupitia Radio Karagwe. Simulizi inaitwa Zawadi ya Makaburini. Kikao kikavurugika msikilizaji. Ina maana yani nyie wanne ndo yani mmekaa huko mmejadili kabisa kwamba yani baba kana ugambirira higuru kempunu, unaongelea juu baba kama nguruwe. Kwa nini? Tulia, utulie baba, weka mpango wa kutugawanya ng'ombe 8,000. Tutapata nadhani kila mtoto hapa atapata ng'ombe takriban 2,200. Sasa namwambia hivi, sigawanyi sigawanyi Katoto kama Korome
Kumbuka msikilizaji, katika wakati huo mtoto alikuwepo kabisa, na ukumbuke mtoto huyu Makorome anaonekana ana kichwa, yani ana akili za tofauti kabisa na watoto wote. Anasikiliza jinsi inavyokuwa vuta nkuvute dhidi ya mali za baba. Katoto Makorome kakaona kaka zake wanavyomsakama baba. Kumbuka pamoja na kwamba baba aliona alikuwa anakasonga sana katoto Makorome, lakini kenyewe kalimpenda baba. Maana hakuna baba wa dukani wala hakuna baba wa buku, kwamba unaweza ukawa na buku ukaenda wewe mwanangu nipe baba mmoja hapo. Kalimthamini baba hata kama baba alikuwa na kafosi sana na kwa gas. Kalivyoona pale kaka zake wanataka kumletea baba urushengo akagwe, katoto kakanyosha mguu. Kaliponyosha mguu kanataka mwenyekiti akaone ili akasimamisha katoe hoja. Kaliponyosha mguu hawakuona, kakanyosha mkono. Mwenyekiti alikuwa ni Mapanga mwenyewe, kwa sababu ndiye kaka mkubwa wa familia. Kumbuka alikuwa ni baba mtu mzima sana tu. Wewe katoto ndo gambota. Uko upande wa sisi hapa giant mani au uko upande wa baba yako ambaye amekuzaa uzeeni? Usijini baba yako, sini babu yako. Mzee unakuwa umeshazeeka lakini unaendelea kuzaa. Haya, simama wewe Makorome. Jamani, wewe wacha tigugumizi kama cha babalavu. Ugambege. Simama useme. Katoto kakasimama msikizaji. Lakini mimi naomba nitoe hoja. Sawa, wazo lenu kaka zangu nyinyi mliojitenga ni sawa, liko sawa, lakini muda ulikuwa bado. Baba yetu bado ana nguvu na sio vizuri kumuingizia topic za kugawana sasa hivi. Na kama mlikuwa mnataka kugawana mngekuja tu vizuri, lakini mbona mmekuja mkiwa tayari yani fuse zimesha basti kama za babalavu wa kwenye weekend vibe. Ndo gambota. Unasemaje wa mtoto? Akasogea katoto. Piga kofi la kwenye macho. Akasema yani wewe unapingana na mimi? Unanifahamu vizuri? Kwanza wewe umefikaje kwenye kikao hapa? Kikao ni umesema cha watoto wote kaka. Nikuue. Tata kaka wewe. Na nikuue. Hapana kaka, usiniue. Umesema nini? Akashika katoto akatupa mbali. Nje kabisa ya kikao. Toka hapa mtoto. Katoto kama Korome kalionekana kanachangia hoja ambayo mwenyekiti hakuikubali kabisa. Kikao hicho kikawa ni vuta nkuvute msikilizaji. Hakuna maelewano hata kidogo. Watoto wengine wakasema, "Oya, baba hagawi mali hapa, tunasimama yani kudadadeki hapa. Hagawi mali." Wale kundi la pili. Kundi la kwanza likasema, mnasemaje? Hivi mnatujua vizuri? Hivi mimi hapa Mapanga. Mnajua kwa nini naitwa Mapanga? Usitutishe. Wewe kama ni Mapanga, sisi ni mabunduki. Kikao kaya kumulilo. Kikao kimeharibika msikilizaji. Mungu wangu. Wajumbe waliokuwepo katika kikao hicho walikosa mwafaka msikilizaji. Kikao kilikuwa bora kabisa, lakini hakikuzaa matunda wala maembe. Kila mmoja akaondoka pale. Wale waliojitenga, wale wanaotaka mali zigawanywe wakaondoka pamoja. Wakaenda wakiwa wanapanga mikakati mizito kabisa mpendwa msikilizaji. Kwa sababu ni silent sin. Ni sini bubu mabibi na mabwana. Hatujui wanapanga nini. Lakini hao wanaondoka. Mapanga, Mabange na wenzake wanapanga mipango msikilizaji, sijui wanasemaje. Tunaona wanarusha mikono tu. Baada ya kwamba wameondoka Mapanga na kundi lake, huku nyuma baba alibaki na watoto wale wanaomuunga mkono. Na kale katoto kama Korome kalikokuwa kametupa nyumanju, kakajikongoja kakatoka huko kameshatenguliwa kiuno, kakamsogelea baba yake. Makorome. Naam baba. Kaka ameniumiza baba. Pole. Kuna faida mwanangu za kuzaa watoto wengi, lakini pia kuna hasara mwanangu za kuzaa watoto wengi. Usifikiri kwamba kuzaa watoto wengi kuna faida tu. Na hasara zipo, na tena wakati mwingine ni hasara kubwa kabisa kuliko aliyezaa watoto wachache. Naumia baba. Pole. Amekuumiza. Amenipiga kofi kwenye macho.
Hata wale kaka zake na kama Korome ambao walikuwa wanaunga hoja baba wamesema kama yule ni mapanga, wao sasa ni mabunduki, wengine ni kila mashoka, na kule kumbuka kuna mapanga, kuna mabangi. Familia imeharibika msikilizaji. Kumbuka katika kijiji cha Mataraguye kula aliko mzee saa 10, kama kawaida kijiji kina amani kabisa, kutokana na kwamba yeye aliendelea kuwapa elimu wanakijiji wake kupitia simulizi mbalimbali. Lakini kijiji hiki cha Boye, yani nakwambia ni fujo mwendo mmoja, hakuna amani kwenye kijiji kizima. Sio familia hii tu msikilizaji, watoto walibaki na baba yao, wakaanza kumfariji baba, akaanza kulia msikilizaji, maana anakumbuka alikozitoa mali. Analia. Wanangu, tunakusikiliza baba. Baba we, lagaza malila. Hawa walioondoka hapa baba, ujue wao ni 4 tu. Ulizaa watoto 48, wameondoka 4, kwa hiyo umebakiza takriban 30 na ngapi hapa. Unaona tulipo wengi baba. Nakwambia baba, utagira mawazo, utagira mwaga. Kula baba, kula kabisa na ulalo upumzike. Wamekwenda wanafanya vikao na sisi tunaanza vikao huku. Lakini kaka niwaambie, usema Makorome, mimi naona wale wamekosea. Ni kweli wamekosea. Kikao hakina amani msikilizaji, na mtoto Makorome ambaye tunamuona ndiye star wetu wa kwanza katika simulizi yetu. Mpaka hapo msikilizaji, mimi sina la ziada kabisa. Tukutane Jumapili nyingine sasa katika sehemu ya pili ya simulizi yetu kali inayokwenda kwa jina la Zawadi ya Makaburini. Asante bwana, ni simulizi tamu gweli, inaenda kwa jina la Zawadi ya Makaburi. Ni simulizi ambayo ni ya kutisha gweli, lakini imebeba mila na tamaduni. Ni simulizi ambayo inasimuliwa na Christopher Maganga. Yes, mimi na edit tu, lakini yote kwa yote bado mitambo yetu haijakaa sawa, sauti inasikika kwa shida, lakini kadri siku zinavyoenda tunaboresha. Yes bwana, mimi ni Uncle G. Naona kutayarishia simulizi hii inaenda kwa jina la Zawadi ya Makaburini. Ndefu kweli. Tukutane katika sehemu ya pili, ambapo bwana tayari watoto wametengeneza makundi mawili kati ya watoto ambao wanahitaji mali kutoka kwa baba, lakini kuna watoto ambao wanahitaji mali zigawane kwa haki. Tukutane sehemu ya pili. Kwa leo mtayarishaji wako sina la ziada.